Nilikuwa nawaambia Wakristo Jumapili juu ya huyu mtu ambaye alikuwa kwenye misa kama vile ambavyo umekuja leo. Na misa ilipokuwa inaendelea, mahubiri yanahubiriwa, mtu mmoja alisahau kuweka simu yake kwa silent mode, na ile simu ikalia wakati wa mahubiri. Fadhali ya kuwa na hubiri alimzomea sana yule mtu ambaye simu yake ililia. Na wale ambao walikuwa karibu nao, ni tabia yetu, huwa tunageuka, sura ni ya kazi, sura mbaya zaidi, na tunamtazama kana kwamba tunamkashifu huyo mtu. Na kweli watu walikasirishwa na huyo mtu sana kwa sababu ya hiyo simu yake. Bibi walipokuwa naenda nyumbani, pia alimsomea sana mume wake, akamwambia, tazama vile ambavyo umetuaibisha, wewe ni mtu bure, unaenda na simu umeweka, hizo vitu zote, na hata majirani. Na huyu ndugu akifika nyumbani, kwa kweli alikuwa amehuzunika sana. Sio padri, sio Wakristo wenzake, sio mke wake, sio pengine jamaa zake waliokuwa kwenye ile misa, kila mmoja alimuona kuwa na makosa. Na jioni akasema kwamba ni heri kwenda ili ajisahaulishe yale yote ambayo ameambiwa, na akaenda kwenye baa. Kwa baa akaitisha chupa ya bia. Na kweli chupa ikaletwa, kafunguliwa ile chupa, lakini kwa mawazo mengi ile simu tena ikalia akiwa kwa baa. Kwa haraka akienda kutoa, akagonga ile chupa ya bia na ikavingirika, ikaanguka na ikavunjika. Baba wa watu alifunga masikio yake ili asisikie matusi ambayo yatatoka kwa watu waliokuwa kwenye baa. Na wakaja haraka wakamwambia, ndugu yangu, tafadhali jipe moyo, haya mambo hutokea. Na wakamuuliza, je, umejikata kwa chupa? Na jamaa alipoulizwa kama amejikata kwa chupa, akasema hapana. Pakawa na mtu aliyekuja haraka ili aje kupanguza pale, na mwingine akampa serviette ili aweze kujipanguza kule alikomwagikiwa na ile pombe. Na baadaye manager wa baa akaja akamwambia, makosa hutokea, imetokea, hakuna mtu wa kukulaumu, sisi tunakuambia tu pole. Na akamletea bia nyingine, akamwambia hii inasimamia hiyo ambayo imemwagika. Hata leo huyo jamaa hajatoka kwa baa, kwa sababu aliona ya kwamba kule kwa baa angalau watu wanaelewa kuliko kule kwa kanisa. Ndugu zangu, tabia zetu ndizo ambazo hufukuza watu katika nyumba ya Mungu, hasa tunapokosa utu. Tunapokosa utu na tunapokosa kuwaelewa ndugu zetu ni wanadamu kama sisi, na hakuna mtu ambaye haizi akafanya kosa.